Karibuni katika darasa la Mwalimu Yusuf. Leo nimewaletea makala ambayo inazungumzia viumbe mizimu. Kama wewe mko kijiuliza ni jinsi gani utakavyojua elimu ya mizimu, basi leo nimekuandalia video hii ili mjifunze na kujua dalili za mtu ambaye ametawaliwa na mizimu ndani yake. Basi msikose kusubscribe na kulike, tutawapatia alama ya kengele ili ubonyeze, tutawapatia video zetu mpya. Karibu sana. Mwanafunzi mmoja katika chuo alimaliza kitabu chake na kusema kwamba ili watu waamini utofauti wa majini na mizimu, basi inabidi waamini kwamba katika vitabu vya Mwenyezi Mungu aliumba vinavyoonekana visivyoonekana. Anaongeza tena na kuambia kwamba basi ili kusema uamini, amini kwamba uwepo wa majini wako tofauti na mizimu. Unapozungumzia majini, ni viumbe hatari sana, wameumbwa kwa moto, tena wana uwezo mkubwa, wanaweza kuchukua umbile lolote lile ambalo wanalitaka wao na kujigeuza wa kufumba na kufumbua wakajikuta sehemu yoyote ile ambayo wanaitaka wao. Tena wana uwezo mkubwa wa kuchukua umbile la mwanamke ambaye yuko msichana mrembo sana, na kipindi ndugu yangu msikilizaji utakapomshirikisha ama utapita sharti zake, atachukua umbile lake, na ndio utaona maana ya jini na mzimu. Na wewe msikilizaji unayetusikiliza, amini usiku ni hatari sana, maana viumbe vyenye kiroho huwa ndio vinafunguliwa. Ukisikia mashetani, marohani, mizimu, maana ikifika majira ya usiku huwa wao ndio wanaotembea. Hata milango ya kwa Mungu peponi huwa ndio inafunguliwa. Mizimu ni mabibi na mababu zako waliofariki na kuacha mwili wao, basi endapo watakaporudia ndio kiumbe tunayomuita mzimu. Kuna baadhi ya watu ambao kwa wao wanaabudu mizimu, ndio utakutana wakifuata zao mila, basi wanaenda kuabudu mizimu. Na wewe msikilizaji unanisikia, kama katika familia yako kuna mtu ambaye amekuwa ni mwenye mila, basi wajue huyo anaabudu mizimu. Katika makao ya mizimu wanapoishi, wengi wao kwa wanaishi katika miti mirefu, na wengine kuwa wanaishi katika mito ambayo inayoteremka, na wengine wao kuwa wanaishi katika milima mirefu. Sasa leo nakwenda kuonyesha dalili za mtu ambaye ukimtizama ujue kwamba huyo ana mizimu ndani ya mwili wake. Ukiona wewe una dalili hizi, basi ujue una mizimu ndani ya mwili wako. Dalili ya kwanza ni mtu kusikia kizunguzungu, ajue wapi kinapoelekea na wapi kinapotokea. Unaweza kuwa unatembea ukajisi wewe ni mwenye kizunguzungu. Na dalili ya pili ni mtu ambaye unapotembea unahisi kama mtu anakufuatilia nyuma yako, ukikuja kuangalia auoni mtu yoyote, lakini unakuwa jemwisi ndani kuna mtu anakufuatilia. Dalili ya tatu nayo ni kichwa kuuma ghafla. Unaweza kumelala au umetembea au uko sehemu yoyote ile ukahisi kichwa kinakuuma. Dalili ya nne ni mtu kusirika bila sababu, unajikuta unasirika bila kuna aliyokukosea, unajikuta umejitenga fasi ya wewe mwenyewe, basi uamini una mzimu ndani yako, ndio maana ya kisirani chako. Na dalili ya tano ambayo ndio ya mwisho, maana zipo dalili nyingi sana, kila ninakuletea tano, basi ya tano ni wewe mama mjamzito ambaye unaitoa mimba, unakutana mimba zako zinatoka ghafla bila ujui sababu ambayo inatoa mimba zako, basi na wewe amini una mizimu ndani yako. Basi msikose kusubscribe na comment ili tuwaletee mikasa tofauti na elimu ndani yake. Kwaherini, asante sana.